Pamba alivyocheza mechi yao dhidi ya Simba jana haina utofauti kabisa na mechi ambayo walicheza ya mara ya kwanza Mwanza wakatoa sare ya 1-1. Nguvu walioitumia ni ile ile. Kasi walioitumia ni ile ile. Maandalizi walioyatumia ni yale yale. Bahati nzuri kwenye maandalizi wakapata favor kidogo pia. Wakapata na ndege ya kuja nayo Dar es Salaam. Manake kawarahisishia kwamba maandalizi mengi waliyafanya ndani ya jiji la Mwanza. Baadaye wakajiandaa kwamba tunakwenda kucheza Dar es Salaam. Wamekuja kupambana kwa ajili ya kupata matokeo. Pamba walikuja kwa mustakabali mzima wa kupata alama moja ambayo ingeweza kuwasaidia kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo energy walioitumia, nguvu waliotumia, kasi waliotumia, lakini pia ubunifu waliotumia, mbinu za mwalimu Francis Baraza za kufanya rotation ya baadhi ya wachezaji, lakini wachezaji kuwa na commitment ya mchezaji mmoja mmoja kujituma zaidi ili kuhakikisha kwamba timu ya Pamba inapata matokeo. Mimi naweza nikasema ni mazingira yale yale ya mechi ya kwanza ilivyotokea ndani ya jiji la Mwanza. Kwa hiyo sijaona kitu kigeni sana kilichoongezeka jana, kwa sababu tayari najua mechi ya Pamba na Simba lazima iwe na ugumu kwa sababu ya aina ya mpinzani ni Pamba, lakini pia Pamba historia ya Simba huwa ni mechi ambayo sio nyepesi kabisa. Kwa swali lako mimi naweza nikasema Pamba wamecheza kwa kadiri ya kiwango chao na sio kukamia. Yaani kadiri ya walivyojiandaa kucheza na Simba ndio walijiandaa kucheza hivyo, wala hata si kukamia, kwa sababu hata mechi ya kwanza napo walicheza vile vile. Kuna watu nimeona leo mitaani wakijadili sana na kuweza kudiscuss na kuweza kuweka magenge mitandaoni, wakiweka bayana kwamba michezo ambayo pia Pamba amekuwa akicheza na Simba zimekuwa ni moja kati ya mechi bora za viwango vya juu sana, na Pamba huwa anacheza katika level ya juu sana kuliko anavyocheza na Young Africans. Tunachagiza tu, ndio hapo unasemaje? Hilo lina ukweli. Ukweli kiasi gani? Yaani hilo lina ukweli kwa sababu bahati nzuri mpira wa miguu tunauona wote kwenye pitch. Yaani kwa mtu ambaye jana ameutazama mpira, ameiona Pamba ilivyokuwa inacheza. Angalia Tegis Momanyi namna ambavyo anapambana. Rudi nyuma kaangalie kuanzia kwenye eneo la goalkeeping, wachezaji wanavyocheza wa Pamba. Unagundua kabisa kwamba commitment ile ambayo wanaicheza wakiwa wanacheza na Simba ni kidogo wana adjust energy. Unajua kuna adjustment ambayo timu inaweza ikajiandaa zaidi. Hii huwa inatokana na nini? Muda mwingine inatokana na bonus. Ziko nyakati ambazo unakuta taasisi inatoa bonus za siri. Wanaweza kaambia wana mtapata labda milioni 5, labda milioni 10, mkipata sare. Zinakuwa ni secrets ambazo ni ngumu kuzijua, manake wachezaji wanaongeza commitment kubwa na hali ya upambanaji ili timu iweze kupata matokeo. Yaani Pamba, Singida, hizi timu mbili zinavyocheza na Yanga huwezi ukafananisha na zitakavyocheza na Simba. Tena bora kwa pare sioni hata bora. Yaani kwa Singida na Pamba wote wanavyocheza na Simba mechi lazima iwe ngumu sana kwa sababu ya mazingira ambao wao wanajua, kwa sababu Pamba ni washindani halisi wa Simba. Yaani wanapoiona Simba wao wanajua hawa ni watu ambao ni washindani halisi, wanatakiwa kupambana kupata matokeo. Kwa hiyo ndio maana tunapokwenda kwenye pichi ile, yale mazingira ama maneno yanayozungumzwa na mashabiki yanakuwa reflected on the pitch. Ukiangalia Yona Amos anavyodaka kwenye timu ya Pamba, hasa Pamba inapocheza na Simba. Ukiangalia kina Zabona wanavyocheza, kina Tegis wanavyocheza, utakuja kugundua kabisa kwamba hii timu kuna extra ama kuna X factor. Kuna factor nyingine ambayo huwa ipo ambayo inawatengeneza wanakuwa na nguvu zaidi zinazowafanya wapambane zaidi. Kwa hiyo kwenye swala hilo, yani ni swala ambalo linaonekana kabisa kwa mtu ambaye anakuwa ameitazama mechi, kwa maana kwamba hawa watu hawakupi nafasi za wazi. Yaani kuna zile nafasi ambazo timu inatengeneza za wazi ambazo wewe unaweza kupata magoli ya kiurahisi, hawakupi. Lakini pia unaona wachezaji ambao wanacheza kwa kushirikiana. Unaiona ile chemistry ya timu. Yaani hawaachi mpango mmoja wa mchezaji mmoja kwa ajili ya kucheza, utaiona timu inacheza kitimu. Sasa ukiona timu inacheza kitimu zaidi, maana yake nini? Hii timu inakuwa ina dhamira warau ya kupata alama moja inapokuwa inacheza na huyo mtu. So kwangu mimi hili wala halina upishi. Linaonekana kwenye skrini tu
unapotazama, yani kwenye screen tu naliona kwamba mbona hawa watu wameadjust boost, wamejiboost. Manake ni swala ambalo lipo, kwa sababu kila mtu aliyetazama mechi kwa macho yake anaona ushindani unakuwa ni wa nguvu zaidi. Festo, unasemaje hili jambo likoje kwa upande wako na kwa mtazamo wako